daraja dogo. Sisi hapa unavyoona toka tumesafiri, tulifika jana jioni, mpaka sasa hivi hapa tupo porini na hatujawa na mwelekeo wote. Baada kama unavyoona daraja lilivyojaa hivi, tuko hapa tumekatazwa na wahusika wazima moto kwamba hapa ni sehemu hatarishi na haturuhusiwi kuvuka mpaka pale hali itakapokuwa iko kwenye usalama. Mfano kama saizi gari inasubiria maiti imetoka Arusha, tumeshindwa kuivusha hapa kwa sababu daraja hamna, ila endapo hili ingekuwa limeisha hili daraja wangeweza kutusaidia. Mbaya na naona bwana, yani ni tope. Haya, mama yao tumekuja kumkuta hapa Mto Mnyamasi, halionekani kabisa daraja liko wapi. Tunaona hapa ni imeshakuwa ni bahari. Kuna wafanyabiashara, kuna wafanyakazi pia wanaotokea mjini kwenda kijijini kule Ruafe, lakini ndio barabara kama hivi haipitiki. Kutoka sisi ni wasafiri ambao tunatumia njia hii ya Katavi mara kwa mara, huwa tunafanya shughuli zetu huku, na hii njia inategemewa karibuni mikoa mitatu, lakini kadri tunavyopita kwenye barabara hii barabara ina zaidi ya miaka mitatu imeanza matengenezo, lakini kila tunapopita hapa, hasa hususa wakati wa masika, tunakuwa tunapata changamoto sana ya hili daraja dogo. Sisi hapa unavyoona toka tumesafiri, tulifika jana jioni, mpaka sasa hivi hapa tupo porini na hatujawa na mwelekeo wote. Baada kama unavyoona daraja lilivyojaa hivi, tuko hapa tumekatazwa na wahusika wazima moto kwamba hapa ni sehemu hatarishi na haturuhusiwi kuvuka mpaka pale hali itakapokuwa iko kwenye usalama. Sasa hizi gari zimekwama upande wa ng'ambo na upande wa huko, hamna gari hata moja inaweza kutoka. Sasa tukija kuangalia kwa mfano kama hapa hii daraja lililopo hapa ambalo limetengenezwa, serikali tulikuwa tukipita zamani tunaona nondo, wanatutia moyo kwa sababu wametutengenezea daraja, tunaliona kama picha, halifanyi kazi, ni kama picha hii, hatuelewi. Sasa hizi gari zimekwama upande wa ng'ambo na upande wa huko, hamna gari hata moja inaweza kutoka. Kwa mfano kama saizi mimi nasubiria maiti imetoka Arusha, tumeshindwa kuivusha hapa kwa sababu daraja hamna, ila endapo hili ingekuwa limeisha hili daraja wangeweza kutusaidia. Naiomba serikali kuhusu hii barabara kutoka Mpanda kwenda Kigoma, yaani ni moja kwa moja kuanzia pale Vikonge kuja kwenda Kigoma, barabara ni mbaya. Unaona bwana, yaani ni tope. Haya, mama yao tumekuja kumkuta hapa Mto Mnyamasi, halionekani kabisa daraja liko wapi. Tunaona hapa ni imeshakuwa ni bahari. Kilio tulicho nacho sisi hasa hii barabara Mpanda kwenda Kigoma, barabara ni chafu. Msaada wa haraka tupate maturubai kwanza, maturubai mvua ikinyesha, kwa sababu hatuwezi wote tukajikinga kwenye hizi gari. Nimefika toka saa 4 nikakuta maji hapa kwenye hili daraja ni pabovu, hapa pitiki. Toka jana saa 2 watu wamelala hapa hawavuki, hawana chakula, hawana sehemu ya kulala, yaani kifupi hawana sehemu ya kujihifadhi. Tunamwomba hili daraja lijengwe, maana kuna wanafunzi, kuna wafanyabiashara, kuna wafanyakazi pia wanaotokea mjini kwenda kijijini kule Ruafe, lakini ndio barabara kama hivi haipitiki. Kutoka Ruafe kwenda Mishamo walisema mkandarasi yupo, tuliona aliangusha miti pembeni mwa barabara na kuchonga sehemu ndogo ya Nkondwe, mpaka sasa hayupo kwenye site. Serikali ufanye uwezekano wa kutupunguzia adha hii, au warudishe mkandarasi. Kama hakuna mkandarasi walete mwingine kama yule alitoroka. Tunapata shida sana. Muda mfupi hapa gari imepita na maiti. Wametuambia wamekuwa wameleta maiti kutoka Arusha kwenda Mishamo, wamerudia hapa wamepeleka Mpanda tena mochwari. Sasa hivi nasikitika sana kuona toka juzi nimetoka nyumbani, nimekuja kwenye semina ya tetesi za magonjwa ya mlipuko, lakini mpaka sasa hivi sijafika nyumbani. Semina tulimaliza jana tumekuja tumerudia hapa Vikonge, hapa mwanzoni hapa penye barabara imeharibika, imekuwa kama uji, tukarudi kulala Vikonge Center.
Leo tumeanzisha tena, tumekuja mpaka sasa hivi tupo mazingira haya mnayoyaona, hakuna msaada wowote. Tunaomba serikali ilifikirie hili jambo, hii shida na ada tunayoipata mahali hapa, serikali iweze kuliondoa. Ni jambo la aibu sana kuona barabara iko hivi. Hii barabara ina mambo mengi sana, inapitisha wazazi wanatoka Mishamo kuja kujifungulia huku mjini, lakini barabara iko hivi. Serikali tunaomba mtufikirie kwa jicho la pili. Kwa jina ninaitwa Alex John, afisa tarafa, nakuja kumwakilisha mkuu wa wilaya kwenye tukio letu la mafuriko yanayoendelea, hususan kwa mvua ambazo zimeanza kunyesha kuanzia jana usiku mpaka kufikia muda huu, bado mvua zinaendelea kunyesha. Kufuatia mvua zinazozidi kunyesha, tumeona daraja letu limejaa maji ambayo limeweza kuzuia mawasiliano ya barabara kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine, lakini kupitia vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vimeweza kufika haraka ili kuweza kuangalia hali inayoendelea, na kwa bahati nzuri kupitia kwa maelezo ya kamanda wetu wa kikosi cha uokoaji kwa maana ya zimamoto, wameweza kufika na kuangalia na kudhihirisha kwamba hapa kwa hali ambayo inaendelea mpaka sasa hivi hakuna mwananchi anayeruhusiwa kuvuka kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Kwa hiyo tunawaomba wananchi wetu, abiria wetu ambao walikuwa wanasafiri kutoka Katavi kwenda Kigoma na wengine kutoka Kigoma kuja Katavi, wawe ni subira mpaka pale kamanda wa zimamoto atakapotoa maagizo kwamba maji yamepungua na wananchi wanaweza wakavuka. Maana wasipofanya hivyo wanaweza wakakutana na jambo lolote lile, kwa sababu maji yanazidi kuongezeka na mvua zinazidi kunyesha. Kwa hiyo tuwaombe wananchi wetu wawe ni subira mpaka pale maagizo mengine yatakapotoka kwenye vyombo vyetu vya ulinzi na usalama.